Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Rais wa Urusi Vladimir Putin hatohudhuria mkutano wa kilele wa mataifa ya BRICS utakaofanyika Julai 6 hadi Julai 7 nchini Brazil kutokana na hati ya kimataifa ya kukamatwa iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, na taarifa hiyo imethibitishwa na mshauri wa sera za kigeni wa Kremlin Yuri Ushakov aliyesema kuwa Putin atashiriki mkutano huo kwa njia ya mtandao. Mahakama ya ICC ilitoa hati hiyo mwaka 2023 ikiwa ni mwaka mmoja baada ya Urusi kuanzisha uvamizi wake wa kijeshi dhidi ya Ukraine. Vile Putin anatuhumiwa na mahakama hiyo kwa kosa la kivita la kuhamisha mamia ya watoto kutoka Ukraine kwenda Urusi. Hata hivyo, Urusi imekanusha tuhuma hizo na kueleza kuwa haitambui mamlaka ya ICC kwani haijasaini mkataba wa kuanzishwa kwa mahakama hiyo. Licha ya msimamo huo wa Urusi, hati hiyo ya kukamatwa imekuwa kikwazo kwa Putin kuhudhuria mikutano ya kimataifa inayofanyika katika nchi wanachama wa ICC, na mwaka 2023 ilijiondoa kuhudhuria mkutano wa BRICS nchini Afrika Kusini kwa sababu hiyo hiyo. Kwa mujibu wa Ushakov, kutoshiriki kwa Putin moja kwa moja katika mkutano wa Brazil kunatokana na changamoto fulani zinazohusiana na masharti ya ICC, ambapo serikali ya Brazil haikuweza kutoa msimamo wa wazi wa kumhakikishia usalama wake endapo angesafiri. Hivyo kwa mara nyingine Urusi imemchagua njia ya mtandao Urusi imechagua njia ya mtandao kama mbadala wa ushiriki wake. Sasa mtazamaji, hii ni taarifa ambayo inamhusu rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba hatoenda nchini Brazil akihofia kukamatwa kutokana na hati ambayo ilitolewa na ICC mwaka 2023 kwamba Putin anatuhumiwa kivita zaidi. Ndio maana ICC ilitoa hati hiyo ya yeye kuweza kukamatwa kufuatia vita ambavyo vilianzishwa baada ya yeye kuweza kuivamia nchi ya Ukraine, vita vya mwaka 2022 ambapo vilianza kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Putin atashiriki mkutano huo wa nchi wanachama wa BRICS kwa kutumia njia ya mtandao, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Yuri Ushakov. Fuatilia Zone Media ili uweze kufahamu taarifa zaidi kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.